عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والخذلان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه في كل وقت وأوان. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu na mtume wetu Bwana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tukiwa tumekutana tena katika juma lingine, lengo na madhumuni ni kukumbushana na kufahamishana yanayofaa katika dini yetu. Na leo katika khutba ambayo nimepanga kuweza kuizungumzia, maudhui yake inasema dhulma wa anwa'uhu, na sampuli zake, wa awaqibu, na mwisho mbaya wake. Hii ni khutba ambayo nimepanga kuweza kuizungumza kwa ajili ya kutanabishana na kufahamishana yale ambayo pengine tumekwenda kinyume ama tofauti na dini yetu inavyotuamrisha. Kwanza kabisa, kabla ya kuingia moja kwa moja katika maudhui, nini dhulma? Ma huwa dhulma? Hii dhulma ni nini? Adh-dhulmu dhiddu al-adli. Dhulma ni kinyume cha uadilifu. Ima kufanya uadilifu huo umekwenda sawa sawa na maamrisho ya Uislamu na Mwenyezi Mungu alivyotuamrisha pamoja na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima usifanye uadilifu, huo utafanya dhulma. Kwa hivyo dhulma ni kinyume cha uadilifu. Ukifanya uadilifu, huo ni uadilifu, na usipofanya uadilifu, basi utakuwa umefanya dhulma. Na wakasema wanazuoni kwamba pia adh-dhulmu huwa mujawazatul haddi wa wad'u shay fi ghairi mawdi'i, ni kufanya kupita mpaka, kupitiliza, kufanya jambo kupitiliza na kuliweka mahala pasipostahiki. Kwa sababu kama ni uadilifu, huo utakuwa ni uadilifu, uweke kwenye uadilifu, na usipouweka kwenye uadilifu, basi utakuwa umeuweka mahala pasipostahiki, na itakuwa ni mahala ambapo ni pa dhulma. Pia wakasema kwamba wa huwa khuluqun dhamimun, ni tabia mbaya, ni tabia chafu isiyostahiki katika dini. Wa dhanbun jasimun, na ni dhambi ambalo ni hatari kabisa, ni dhambi ambalo ni la hatari, yani lina hatari kubwa kabisa, dhambi hili la dhulma. Wa adha adhimun, na ni udhia ambao ni mkubwa sana. Wa wasfun lahimun, na ni sifa mbaya, mtu kusifika na sifa ya dhulma, hiyo sio sifa nzuri, ni sifa mbaya mtu kusifika na sifa ya dhulma. Wanasema yahliku dini, ni sifa ambayo inanyoa na kuondoa dini, kwa sababu yeyote atakayekuwa ana dini hawezi kudhulumu, bali atadhulumu yule ambaye hana dini. Kwa hivyo ni sifa ambayo inanyoa na kuondoa dini. Wa yakulu alhasanat, na ni sifa ama dhulma huwa inakula mema. Wewe fanya mema utakavyofanya, lakini kwa sababu wewe ni dhalim, basi mema yako yote yataliwa na ile dhulma ambayo
unaifanya kila wakati. Kwa hivyo wayakulu hasanat, inakula mema, wayajibul wailat, na dhulma inaleta majuto siku mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa dhulma ambayo utakuwa umeifanya utakwenda kujutia. Wayurithul adawat, na inarithisha uadui. Utakaye mdhulumu hawezi kukupendelea heri, hawezi kukuona mzuri, lazima atajenga uadui kwa sababu umemdhulumu. Kwa hivyo inaleta uadui. Wayuthmirul ahqad, na inaleta matunda ya chuki. Yule utakayekuwa umemdhulumu hatakuwa na mapenzi na mahaba na wewe, moja kwa moja atakuchukia kwa sababu umemdhulumu. Wayusabbibu alqati'a, na inasababisha watu kukatana. Baba na watoto wataweza kukatana, ama ndugu kwa ndugu watakatana kwa sababu ya dhulma. Kwa hivyo kwa maelezo haya tu, kabla ya kuendelea mbele zaidi, utakuta moja kwa moja kwamba dhulma ni sifa ambayo ni mbaya, sifa isiyostahili Muislamu kuweza kujipamba na sifa kama hiyo. Tukiangalia katika hukumu ya kisheria ama Uislamu unasema nini kuhusu dhulma, ni kwamba Uislamu ama dhulma ni haramu biijma'i kitabu wa sunna, ni haramu kupitia kitabu ama Al-Qur'an Karim ilivyoeleza, na ni haramu kupitia hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wa qawaidi duwali, na ni haramu dhulma mpaka katika katiba za nchi, wacha katika Al-Qur'an, wacha katika hadithi, lakini hata katiba za nchi zote zinapinga dhulma. Hata kama walioweka katiba hiyo wanafanya dhulma na wanafanya, serikali zinafanya dhulma, lakini sio kwa dhulma hiyo inaamrishwa na katiba inayowaongoza, bali watafanya hiyo dhulma wakiwa hawana haja, wamekiuka ile katiba, ndio watafanya dhulma. Lakini ikiwa watafuata katiba yao, hakuna serikali ambayo inakubali dhulma. Kwa hivyo si kwamba dhulma inaharamishwa na Mwenyezi Mungu na mtume tu, hapana. Hata katika katiba za nchi pia zimeharamisha dhulma, kwamba ni haramu moja kwa moja. Tukiangalia alivyoiharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'an Karim, anasema wala tahsabanna Allahu ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. La tahsabanna Allah ghafilan, musidhanie na mkafikiria kwamba Mwenyezi Mungu ameghafilika na yale wanayoyafanya madhalimu. Amma ya'malu adh-dhalimun, Mwenyezi Mungu amesahau, ama pengine anaona yale wanayofanya wale madhalimu kwa labda yanafaa, ndio maana Mwenyezi Mungu anawaacha, kwa sababu mara nyingi mtu muovu huwa anaishi muda mrefu sana. Hiyo ni kawaida. Kama chunguza, utaona mtu yeyote muovu, dhalimu, huwa ana maisha marefu. Lakini yule mtu ambaye ni mzuri, mwema, mwenye kusaidia watu, huyo huwa maisha yake huwa ni mafupi sana. Sasa Mwenyezi Mungu anasema msidhanie na kufikiria kwamba Mwenyezi Mungu anaghafilika na yale wanayoyafanya madhalimu. Mwenyezi Mungu hajaghafilika, anaona na anawaangalia. Lakini kwa nini asiwaadhibu moja kwa moja baada tu mjarrad tu kufanya ile dhulma? Akishakufanya tu dhulma, Mwenyezi Mungu amwadhibu. Utakuta Mwenyezi Mungu bado anamwangalia, amedhulumu hapa, atamwangalia, amedhulumu pale, atamwangalia, na ataendelea kufanya dhulma, Mwenyezi Mungu akiwa anamwangalia. Kwa nini? Mwenyezi Mungu anasema innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar,
Mwenyezi Mungu anawaangalia na kuwasubiri mpaka ile siku ambayo itafika watakuwa ni wenye kukodoa macho yao wakiangalia wapi watapata usaidizi. Nayo ni siku ya Kiyama. Watu wamekusanyika, akiangalia mzigo aliobeba una wingi wa dhulma. Sasa anakodoa macho akiangalia huku na huku, wapi atapata usaidizi, angalau apate usaidizi mahala kwa ile dhulma aliyoifanya aweze kupata nafuu. Sasa anakodoa macho huku na huku akiangalia wapi atapata usaidizi. Mwenyezi Mungu anasema katika hali hiyo, muhtiina, wakiwa wanakimbilia kule wanakotakikana kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muqni'i ruusihim, wakiwa wameinamisha vichwa vyao, la yatadu ilayhim tarfuhum, asema Mwenyezi Mungu macho yao pale wanapoangalia hayapepesi. Sababu mara nyingi mtu mwovu mbaya huwa si sana kwamba atapepesa huku na huku aweze kuona watu wote, sababu anajua yeye moja kwa moja kwamba kwa ule ubaya aliofanya watu wote wanamwangalia kwa jicho ambalo si zuri. Sasa hawezi kuangalia kila mtu, atatafuta mahala kama ni chini angalie tu chini basi mahala pamoja. Sasa hii hali ndio watakokuwa nayo kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muqni'i ruusihim, wakiwa wameinamisha vichwa vyao, la yatadu ilayhim tarfuhum, macho yao hayapepesi wanapoangalia ni hapo hapo, wa afidatuhum hawa. Mwenyezi Mungu anasema na nyoyo zao zitakuwa zimejaa hofu kwa yale ambayo wameyafanya walipokuwa ulimwenguni, kwa sababu ile dhulma wamefanya walipokuwa ulimwenguni, basi nyoyo zao zina hofu. Sijui siku kama hii ya leo nitapata wapi usaidizi, ni nani mtetezi atakayeniletea kwa hali hii ambayo mimi niko nayo, ama hali hii ambayo ninaelekea nayo kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo amepokea Imam Muslim, hadithi aliyosimulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah, iogopeni sana dhulma, iogopeni sana dhulma, kwa sababu dhulma asema itakwenda kuwa ni giza, itampelekea mtu kuwa katika giza siku ya Kiyama. Haoni mbele, haoni kulia, haoni kushoto, wala haoni nyuma, na hatakikani kukaa mahala aliposimama, anatakikana kwenda, lakini sasa yuko katika giza, hajui nini cha kufanya. Kwa hivyo iogopeni dhulma, kwa sababu itakuja kuwa ni giza, ama itakuwa ni giza dhulma kesho siku ya Kiyama. Na hadithi nyingine ambayo amepokea vile vile Imam Muslim, hadithi ambayo amesimulia Abu Hurairah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, almuslimu akhul muslim, muislamu ni ndugu ya muislamu wengine, yani waislamu ni ndugu, la yadhlimu, muislamu hafai kumdhulumu muislamu mwenzake, wala yadhulu, wala hafai kumkata. Ni hadithi ndefu, lakini muislamu hafai kumdhulumu muislamu mwenzake, wala hafai kumkata, akawa amepengine ni udugu akakata udugu, ama ni uhusiano akakata uhusiano, ni urafiki akakata urafiki. Muislamu hafai kufanya namna hiyo kwa muislamu mwenzake. Na kulingana na uzito wa dhulma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza kabla aiharamishe kwetu sisi alijiharamishia yeye mwenyewe. Kwanza alijiharamishia yeye dhulma, kisha ndipo akatuharamishia na sisi, ambapo yeye ndiye muumba. Kila kitu kilichoko katika ulimwengu kiko chini yake, ndio akaitwa Rabbul Alamin, mlezi wa viumbe vyote. Kila kilichoko katika ulimwengu kisichokuwa Mwenyezi Mungu ni al-alam, kiko chini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ufalme kama huo alionao wa Mola Subhanahu wa Ta'ala, alikuwa na haki ya kufanya lolote kwa mtu yoyote, na hakuna mtu ambaye atamguliza.
lakini kwanza akajiharamishia yeye mwenyewe kudhulumu, kisha ndipo akaiharamisha kwa waja wake. Aliposema katika hadithi al-Qudsi al-Jalil, asema ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, tambueni kwamba mimi Mola wenu nimejiharamishia dhulma, nimeiharamisha dhulma, kuiharamishia nafsi yangu mimi kama Mola wenu. Waja'altuhu bainakum muharrama, kisha nikaijalia ama nikaifanya kwenu sasa ni haramu, lakini kwanza nimejiharamishia mimi kama Mola wenu, kisha ndipo nikawaharamishia na nini. Fala tadhalamu, kwa hivyo chungeni, musidhulumu, musidhulumiane. Sasa angalia uzito wa jambo kama hili. Kwanza kaiharamisha kwake yeye mwenyewe nafsi yake, inni haramtu dhulma ala nafsi, kisha ndipo nikaiharamisha kwenu nyinyi, kwa hivyo musidhulumiane. Na katika aya nyingine ndani ya Qur'an Karim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, wama rabbuka bidhallamin lil abid, Mola wenu si dhalimu, Mola wenu hawezi kumdhulumu mja yeyote iwe itakavyokuwa, lakini yeye hawezi kumdhulumu mja yeyote. Kama ni malipo, basi atampa malipo yanayostahili kwa vitendo ama kwa matendo yake aliyoyafanya, na kama ni maovu atamlipa yale yale maovu kwa matendo aliyoyafanya, hawezi kumpunguzia wala hawezi kumunguzia. Wama rabbuka bidhallamin lil abid. Akasema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, akasema, inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kudhulumu mja hata kama ni kiasi cha dhara moja. Kiasi cha dhara moja Mwenyezi Mungu hawezi kumdhulumu mja, ana haki ya kupata dhara hii. Ikiwa dhara hii ameifanya katika mambo mema, eti Mwenyezi Mungu ampunguzie na aiondoe, aifanye kama ambaye haikuwa. Hilo kwa Mwenyezi Mungu hakuna. La yadhlimu mithqala dharra. Na dhara wanazuoni tabia kwamba wengine wamesema kwamba ni kitu kilicho na uzito wa mdudu chungu. Wengine wamesema si mdudu chungu, kichwa cha mdudu chungu ukigawanya mara 4, ile robo ya kichwa cha chungu ndio dhara. Sasa angalia uzito, tusichukue kipimo cha kichwa ukigawanya mara 4. Mdudu chungu tu ana uzito gani? Ana ukubwa gani? Leo wewe unapata kitu kilicho na uzito wa dudu chungu, ukithamini utakitupa. Sasa hivi nitakifanya nini? Yaani unaona kitu cha kunipa ila ni kitu utakitupa. Lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakithamini na atakihisabu, atamhisabu ama atamhesabia mja kitu alichokifanya kidogo kilicho na uzito wa dudu chungu. Mwenyezi Mungu atakihesabu, atakumhesabia mja wake, ima amelifanya nzuri, ima alifanya ni chafu, lakini Mwenyezi Mungu atalihesabu. Sasa asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha la yadhlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan, ikiwa ile dhara aliyoifanya ambayo Mwenyezi Mungu hawezi kulitupa na kulitoa na kumdhulumu mja wake, ikiwa ameifanya katika mambo mema, ile dhara ameifanya katika mema, yudhaifa, Mwenyezi Mungu anasema atamuongezea kwa mapenzi yake na ukarimu wake. Wewe umefanya jambo jema lenye uzito wa dhara, Mwenyezi Mungu anajiongeza na kulipa malipo zaidi. Anasema wa yuti min ladunhu ajran adhima. Kwa kile kitendo ulichofanya chenye uzito wa dhara, Mwenyezi Mungu anakulipa malipo makubwa kwa sababu amekuongezea. Sasa ikiwa amekuongezea, hiyo ni mapenzi yake, hajakudhulumu bali amekupendelea kheri. Hajakudhulumu, amekupendelea kheri. Lakini kama ni jambo bovu, basi utakwenda kulipata kulingana na uzito ule ule wa dhara uliofanya. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye hana sifa ya kudhulumu, amejiharamishia yeye na kisha akarudi kutuharamishia na sisi tusidhulumiane. Na dhulma
ina tofauti, yani ni aina tofauti sana nyingi, na ina sura nyingi, na vile vile ni sampuli mbalimbali. Hakuna kitendo ambacho unaweza kusema kwamba hii ndio dhulma, ikawa dhulma imekoma mahala pale pale, haiwezi kwenda sehemu nyingine. Iko na mambo mengi sana dhulma, lakini tumeigawanya dhulma katika mambo matatu, na ndiyo tutakayoyazungumzia. Ya mwanzo ni dhulmu al-abdi rabbahu, mja kumdhulumu mola wake. Kuna matendo ambayo mja akiyafanya basi atakuwa amemdhulumu mola wake. Kuna matendo mja akiyafanya huwa amedhulumu, lakini aliyemdhulumu ni nani? Amemdhulumu mola wake subhanahu wa ta'ala, ambapo hiyo ni dhambi kubwa sana. Ni dhambi kubwa, nayo ni ashirku billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Shirki, umemdhulumu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Unapofanya shirki, basi fahamu kwamba umefanya dhulma, na uliyemdhulumu ni Mola subhanahu wa ta'ala, ukudhulumu mwanadamu mwenzako. Sasa ashirku billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu, ni katika dhulma ya kumdhulumu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Shirki inaingia katika dhulmu al-abdi rabbahu, mja kumdhulumu mola wake, na ni dhambi ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala halisamehi, hawezi kusamehe. Yeyote mwenye kufanya shirki afahamu kwamba ni dhambi ambalo mola wake hawezi kumsamehe, na hilo pia ashasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an al-Karim aliposema, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Mwenyezi Mungu hawezi kusamehe dhambi ambalo ameshirikishwa, dhambi ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu mwenyewe atasema kwamba hasamehi, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Mwenyezi Mungu hasamehe dhambi ya kushirikishwa, wa yaghfiru ma duna dhalik, lakini Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi ya aina yoyote ile. Wewe fanya dhambi lolote ile, Mwenyezi Mungu atakusamehe. Bora muombe msamaha kwa nia na kwa dhati na kwa ikhlas, Mwenyezi Mungu atakusamehe. Lakini dhambi na shirki, Mwenyezi Mungu ameshasema kwamba yeye hasamehe dhambi hilo. Na pia akasema Mwenyezi Mungu kueleza ukubwa wa shirki, akasema inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki, kumshirikisha Mwenyezi Mungu, hili ni dhambi kubwa mno. Na dhambi hili la shirki, kwa sababu Mwenyezi Mungu halisamehe, basi ni moja kwa moja mtu mwenye kufanya hii shirki moja kwa moja ndani ya moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu anasema, innahu man yushrik billahi faqad harama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar, hakika yule ambaye atamshirikisha Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu ameiharamisha pepo kwake yeye, haingii peponi. Pepo yenyewe ni haramu kwa mtu mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, lakini mashukio yake ni wapi? Ni katika moto wa jahannam. Katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari ambayo ameisimulia Abdullah bin Mas'ud, asema Abdullah bin Mas'ud kwamba aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayu dhambi a'zamu 'inda Allah, ni dhambi gani kubwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu akasema, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Dhambi kubwa kwa Mwenyezi Mungu ni dhambi mja anapomjalia ama anapomfanya Mwenyezi Mungu anawapili, anashirika, Mwenyezi Mungu anamshirika. Hilo ndilo dhambi kubwa kabisa, mwanadamu anapomfanya Mwenyezi Mungu kwamba anamshirika. Lakini wakati wa kumuumba, Mwenyezi Mungu alimuumba peke yake, hakuwa anamshirika, alimuumba yeye peke yake. Lakini mwanadamu amekuja katika ulimwengu sasa, na Mwenyezi Mungu ndiye alimuumba kwa peke yake. Anaona huyu alimuumba hatoshi, wacha nimshirikishie mwenzake ndio mambo yangu yaweze kuniendea. Anamshirikisha. Sasa kule kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika mambo yake, hilo ni dhambi kubwa kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na katika
dhulma ambayo ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni al-iftira'u 'ala Allahi al-kadhib, ni kumzulia uongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu kasema hivi wakati Mwenyezi Mungu hakusema, bali wewe umesema. Mwenyezi Mungu amesema kwa sababu ya maslahi yako, ukamsingizia Mwenyezi Mungu kwamba amesema wakati hakusema. Al-iftira'u 'ala Allahi al-kadhib, kumzulia uongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'an, wa man adlam mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, ni nani dhalimu zaidi? Sio dhalimu wa kawaida, adlam, dhalimu zaidi, dhalimu aliyepitiliza. Ni nani dhalimu zaidi aliyepitiliza? Mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, kuliko yule mwenye kumzulia uongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe unapomzulia uongo Mwenyezi Mungu, basi umemdhulumu, na ni dhulma kubwa zaidi utakuwa umefanyia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayya, ama yule mwenye kusema kwamba mimi nimeteremshwa wahi wakati hakuteremshwa chochote, nimeteremshwa wahi wakati hakuteremshwa chochote. Hii ilikuwa ni wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwa na bwana mmoja kwa jina aitwa Musailama al-Kadhab. Huyu alidai kwamba yeye ni mtume. Basi Ibn Mas'ud alikuwa anapenda sana kumfuata. Basi ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoteremshiwa Qur'an, basi anaenda kwa Musailama kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam leo ameteremshiwa sura kadha. Akiambiwa hivyo, Musailama kwa sababu yeye anadai kwamba ni mtume, asema hata mimi pia nimeteremshiwa wapi? Umeteremshiwa sura gani? Basi alikuwa na sura zake za kiajabu amezitunga. Basi kila akiambiwa mtume ameteremshiwa sura fulani, na yeye anasema na mimi nimeteremshiwa. Akiulizwa alikuwa akizisoma. Kuna baadhi ya sura, mfano kama suratul Kauthar, inna atainaka al-kauthar fasalli rabbika wanhar, yeye akawa anabadilisha, lakini amechukua wizani ule wa suratul Kauthar. Asema inna atainaka at-tufaa, inna atainaka at-tufaa, hakika sisi tumekupatia wewe tufaa. Fasalli li rabbika warka wadaa anka asiyam. Hayo ndio maneno yake alikuwa akiyatoa. Mengine akanasibisha na suratul Fil, suratul Qari'ah. Mwenyezi Mungu anasema al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yeye akasema akachukua ndoo akasema al-Fil mal-Fil wa ma adraka al-Fil wa ma adraka mal-Fil. Maneno kama hayo akawa anaeleza. Sasa na ziko sura nyingi, mpaka kuna sura alitoa inaitwa suratul Ghafda, chua. Kuna sura ya chua ambayo yeye alitoa pia. Sasa yote haya ni katika isiza kujifananisha kwamba na yeye pia anateremshiwa wahi. Au qala yuha ilayya wa lam yuha ilayhi shay, nimeteremshiwa wahi wakati hakuna chochote alichoteremshiwa, bali ni kumzulia uongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huyo naye pia ni katika madhalimu zaidi wanaomdhulumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika dhulma kubwa zaidi ya kumdhulumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia ni asaddu an masajidillah, kuzuilia watu kuingia ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwazuilia watu wasiingie, ama kuzuilia mathalan ujenzi wa nyumba, kwa sababu mara pale atatajwa Mwenyezi Mungu, atafanywa ibada, wewe ukawa unazuilia ujenzi kama ule. Basi hiyo pia ni katika dhulma kubwa unayomdhulumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuambia, wa man adlam mimman mana'a masajid Allah, ni nani dhalimu zaidi kuliko yule ambaye anazuilia misikiti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ayudhkara fiha ismuhu, isitaje, watu wasiingie ndani kufanya ibada.
Hiyo ni dhulma kubwa kabisa. Mja atakapoifanya, basi atakuwa anamdhulumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jaribu kwenda haraka sababu ya watu. Tuingie katika dhulma ya pili. Tumesema kwamba nimepanga dhulma aina tatu. Ya mwanzo ni dhulmu la abdi rabbahu, mja kumdhulumu Mola wake. Tukasema hiyo kwamba ni dhulma kubwa zaidi. Na ya pili ni dhulmu la abdi nafsa, mja kuidhulumu nafsi yake mwenyewe. Mja kumdhulumu Mola wake. Ya pili ni mja kuidhulumu nafsi yake. Ataidhulumu vipi mja nafsi yake? Kwa kufanya yale aliyoharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuacha aliyoyahalalisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa atakuwa ameidhulumu nafsi yake. Hajadhulumiwa, umefahamishwa kwamba hili lafaa, ukaliacha mwenyewe kwa mapenzi yako na ukafuata kulifanya lile ambalo umeambiwa halifai. Sasa hapo utakuwa umeidhulumu nafsi yako mwenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an al-Karim, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina, hakika kisha tukawapatia kitabu wale ambao tumewateua, tuliwachagua, min ibadina, katika waja wetu tukawapatia kitabu, faminhum dhalimun li nafsi, miongoni mwao kupatikana wenye kudhulumu nafsi zao. Kitabu wako nacho kama mwongozo, lakini wakakosa kukitumia, wakakosa kukifuata, wakafuata matamanio ya nafsi zao, wakazidhulumu nafsi zao kwa kufanya maasi. Faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasidun, na miongoni mwao kupitia hicho kitabu kukapatikaniwa watu wakati na kati wanafanya yaliyo haramu, yaliyo halali, na wanaacha yaliyo haramu. Lakini kuna mambo madogo ya wajibati na makruhati wao wakawa wayafanya. Kisha Mwenyezi Mungu asema, wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, na katika hao wanadamu kupitia kitabu hicho ukapatikaniwa watu ambao ni sabiqun bil khairat, wanakimbilia kuyafanya yale mema tu. Mambo maovu wao wanaachana nayo. Hao ndio sabiqun bil khairat, wao ni watu wa kufanya mema peke yake. Sasa wale wa mwanzo, wa minhum dhalimun li nafsi, wenye kuzidhulumu nafsi zao, wanaiona hii ndio haki, lakini wanaiacha, wanafanya makosa, wana maasi Mwenyezi Mungu. Wengine ni wale ambao wanamtii Mwenyezi Mungu, wanafanya ya halali, lakini kuna madogo wanayafanya yasiyofaa, au ni muqtasidun. Alafu kuna hawa ambao ni sabiqun bil khairat. Mwenyezi Mungu tujalie tu miongoni mwao, wenye kuyatekeleza mema moja kwa moja, wanayakimilia mema. Mambo maovu machafu wao hawayasogelei. Sasa hawa wamezidhulumu nafsi zao kwa kufanya yale maasi. Anasema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an al-Karim, wama arsalna min rasulin illa liyuta, hatukutumiliza mtume isipokuwa tumemtumiliza apate kutiiwa na watu wake. Hiyo ndio lengo. Mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume wengine wametumilizwa lengo wapate kutiiwa na kufuata katika ule mwongozo waliokuja nao. Illa liyutaa biidhnillah, isipokuwa wapate kutiiwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Walau annahum idhalamu, na lau hao waliotumiliziwa mtume watafanya makosa, watazidhulumu nafsi zao kwa kufanya maasi, jauka, lau watakujilia wewe baada ya kufanya makosa yao, fastaghfirullah, wakataka istighfar kwa Mwenyezi Mungu, wastaghfara lahum rasul, na Mwenyezi Mungu naye akawasamehe, lawajidullaha tawwaban rahima, basi wangelipata Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwakubalia toba zao, na wangelipata Mwenyezi Mungu akiwa ni mwenye huruma wa kuwahurumia, ikiwa watazidhulumu nafsi zao kwa kufanya maovu. Kwa hivyo wale wenye kufanya maovu watakuwa wanazidhulumu nafsi zao. Aya ya mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'a, hakika Mwenyezi Mungu hadhulumu mtu yeyote kwa kitu chochote. Mwenyezi Mungu hawezi kudhulumu mtu.
kwa kitu chochote, walakinna nnasa anfusahum yadhlimun, lakini watu wenyewe wanazidhulumu nafsi zao wao wenyewe. Mwenyezi Mungu hamdhulumu, lakini binadamu wenyewe ndio wanaodhulumu nafsi zao. Wanazidhulumu namna gani? Wanazidhulumu kwa kufanya maasi, kwa kufanya yale ambayo Mola wao amewaharamishia na kuyaacha yale ambayo Mola wao amewahalalishia. Kwa hivyo dhulma ya mwanzo ni dhulmul abdi rabba, ni mja kumdhulumu Mola wake. Ya pili ni dhulmul abdi nafsa, ni mja kudhulumu nafsi yake. Ya tatu ambayo inshallah tutakuja kuizungumzia juma linalokuja ni dhulmul abdi ghairahu min al-ibad, ni dhulma ya mja atakayoifanya kwa kumdhulumu mja mwenzake. Hiyo ndio tutakuwa nayo inshallah juma linalokuja. Kwa haya machache tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie na kadhalika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.